Mahakama yaelezwa kinachoendelea kesi ya kuchana mamilioni ya noti. Kwa mara ya kwanza washtakiwa hao walifikishwa mahakamani hapo Disemba 14, 2020 wakikabiliwa na mashtaka hayo likiwemo la kuharibu noti zenye thamani ya shilingi bilioni 4.6 kwa kuzichana. Dar es Salaam. Katika kesi ya hujumu uchumi inayowakabili washtakiwa 13 wakiwemo waliokuwa watumishi wa Benki Kuu BOT, umeieleza mahakama kuwa bado wanaendelea na uchunguzi dhidi ya kesi hiyo. Wakili wa serikali Winiwa Kasara ameieleza mahakama ya hakimu mkazi Kisutu leo Alhamisi Machi 2025 wakati kesi hiyo ilipotajwa. Washtakiwa hao wanakabiliwa na mashtaka matano likiwemo la kuharibu noti zenye thamani ya bilioni 4.6 kwa kuzichana na hivyo kusababisha benki hiyo hasara ya zaidi ya bilioni 4.6 bilioni. Kasala ameeleza mahakama hiyo mbele ya hakimu mkazi mwandamizi Geoffrey Mhini kuwa upelelezi wa shauri hilo bado unaendelea, hivyo wanaomba taarifa nyingine kwa ajili ya kutajwa. Hakimu Mhini alikubaliana na ombi la upande wa mashtaka na kuahirisha kesi hiyo hadi Aprili 17, 2025 itakapotajwa na washtakiwa wapo nje kwa dhamana. Washtakiwa katika kesi hiyo ni Mario Gareti Kunzugara maarufu Bonge, Henry Mbowe maarufu Mzee wa Vichwa, Aisha Sekiboko, Cecilia Mpande, Agripina Komba, Zubeda Mjewa, Hadija Nsumo na Mwanaheri Omari. Wote walikuwa wafanyakazi wa benki ya BOT na wakazi wa jiji la Dar es Salaam. Wengine ambao sio watumishi wa BOT ni Aristide Jenant, Musa Chengula, Zaituni Chihipo na Respicius Rutabirwa. Katika hati ya mashtaka inadaiwa kati ya Januari 2017 hadi Septemba 30, 2017 washtakiwa wakiwa watumishi wa BOT kwa kuvunja majukumu yao ya kazi waliwezesha utendaji wa kosa la kuongoza genge la uhalifu. Pia inadaiwa Jenandi Mchengange, Chengula, Chihipo na Ishengoma wakiwa si watumishi wa BOT kwa kushirikiana na watumishi hao wa BOT kwa makusudi waliwezesha kutendeka kosa la uhalifu wa kupanga. Katika shtaka la 3, washtakiwa wote bila ya kuwa na kibali cha kutokuwa wazalendo waliharibu noti za milioni 4.6 zenye thamani ya 10,000 kila moja kwa kuzikatakata zenye thamani ya bilioni 4.6. Katika shtaka la 4, siku na maeneo hayo kwa mawasiliano ya kilaghai kwa mawasilisho ya kilaghai kwa kujua na kwa mpango wa kitapeli, washtakiwa wote walijipatia shilingi bilioni 1.6 kutoka BOT baada ya kuwasilisha noti hizo za BOT. Katika shtaka la 5, washtakiwa wote wanadaiwa kuisababishia BOT hasara ya bilioni 4.6. Chao.